baada ya mashambulizi makali ya droni za serikali ya Jamhuri ya Kongo iliyoweza kushambulia huko mji wa Uvira kwenye kikao cha siri kilichokuwa kikifanyika na waasi wa M23. Inaonyesha kuwa kwenye kikao hicho huenda Joseph Kabila ambaye alikuwa ni rais mstaafu wa nchi ya Kongo naye alikuwa mshirika kwenye kikao hicho, huku ikitolewa ripoti mbalimbali ya kifo chake. Habari tumeshinda nayo tena ni ya uhakika. Kabila alikufa. Mwale bombe lifanyika huko Uvira kuporo. Bali mukatakata, bombe limukatakata ni maiti. Jera wa bato yake Amani, njo kwenye habari itokezia, njo kwenye siri sikilika. Huyu jera wa bato Amani alilaga rafiki yake, ewa na mimi naenda Afrika Side. Ukilio Kabila naye alikufa. Huyo rafiki yake, rafiki wa Jera, njo alitosha ile habari yote. Ni kweli Kabila alikufa. Na ule anse guverner Tishambo ule wa Bukavu wote na wengine wa mingi sana. Ndio vile. Naam, karibu mpenzi na mdau wa Mbavu TV kwa leo hii hapa. Kama ulivyosikia taarifa za hapo awali, kulingana na vyombo tofauti, kulingana na kifo cha Joseph Kabila ambaye alikuwa ni rais mstaafu wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, pia alikuwa ni mmoja kati ya wanamemba wa waasi wa M23. Tumekuletea video mjongeo inayoonyesha mazishi yake yakifanyika, lakini hatujaweza kuthibitisha kwamba litakuwa ni eneo gani moja kwa moja, lakini kulingana na madai na baadhi ya watu inaonyesha kuwa huenda akawa ameweza kuzikwa huko kwenye nchi ya Afrika Kusini. Lakini kulingana na chama chake na pamoja na washirika wake wa chama cha M23 hawajaweza kuthibitisha moja kwa moja kifo chake. Hali hiyo imeweza kuleta taharuki na wasiwasi kwa baadhi ya watu, na hiyo ikileta majibu kuwa huenda kifo chake ikawa ni kweli na halali kabisa, lakini huku akiweza kujifichia aibu na kuweza kuyaficha chini kwa chini. Lakini kulingana na video za awali na matukio husika inaweza kututhibitishia huenda ni kweli. Sijui wewe pia unafikiria kitu gani, lakini ambacho kinachosemekana na kinachoonekana ni hichi hapa.